Katika kipindi hiki ambacho soko la kimataifa la nishati linakabiliwa na misukosuko mikubwa ya bei, mzozo, usafirishaji katika maeneo kama mlango wa Hormuz ukiongezeka, gharama za bima na mizigo, mataifa duniani yanapambana kudhibiti mfumuko wa bei. Hata hivyo, gharama ya nishati hii muhimu inatofautiana kwa kiasi kikubwa sana kati ya nchi na nchi, ikitegemea mambo makuu mawili: uwezo wa nchi kuzalisha mafuta ghafi na kiwango cha ruzuku kinachotolewa na serikali kulinda walaji. Zipo nchi kadhaa ambazo hazijaathiriwa kabisa na misukosuko hii na zinabaki kuwa na bei ndogo katika bidhaa hii ya mafuta, ikiwemo Iran, Libya, Venezuela na nchi nyingine kadhaa ambazo mafuta huuzwa kwa bei ya chini mno, ambapo lita moja huuzwa kwa shilingi 100 ya Kitanzania. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaongoza chati hii kutokana na ruzuku kubwa pamoja na kushuka kwa thamani ya sarafu yake ya ndani dhidi ya dola ya Marekani, ikifuatiwa karibu sana na nchi ya Libya, huku Venezuela ikishika nafasi ya 3 duniani, ambako serikali imeweka ruzuku ya karibu 100% kama haki ya msingi ya raia licha ya vikwazo vikali vya kiuchumi vinavyoikabili. Kwa mfano, nchini Iran lita ya mafuta huuzwa shilingi 80 sawa na dola 0.029. Nchi ya Libya huuza lita moja kwa shilingi 85 sawa na dola 0.031, na Venezuela ni shilingi 95 kwa lita sawa na dola 0.035. Ukiingia barani Afrika, soko hili linatawaliwa na mataifa 5 yenye bei nafuu zaidi yanayodhibiti gharama za ndani kwa manufaa ya raia wao. Libya ndilo taifa linaloongoza barani Afrika, likishika akiba kubwa zaidi ya mafuta ghafi kufanya lita moja kwa shilingi 85 tu, huku serikali ikitoa ruzuku kubwa sana inayofunika karibu 90% ya gharama halisi ya mafuta ili kuwasaidia wananchi wake. Inayofuata ni Algeria ambayo inauza lita moja kwa shilingi 920, ikisukumwa na uchumi unaotegemea uzalishaji mkubwa wa gesi na mafuta. Halafu kuna nchi ya Misri ambayo inashika nafasi ya 3 kwa kuuza lita moja kwa shilingi 870 kutokana na uingiliaji kati wa mara kwa mara wa serikali ya Cairo kulinda soko. Serikali ya Algeria inadhibiti kikamilifu sekta ya nishati kupitia kampuni yake ya taifa. Bei ya mafuta nchini humo imewekwa kisheria, huku kodi za ndani zikiwa ndogo sana na ruzuku zikitolewa kulinda nguvu ya ununuzi wa wananchi wake. Ikifuatiwa na Angola. Nchi ya Angola ambayo ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa kusini mwa jangwa la Sahara inauza mafuta kwa shilingi 980 kwa lita. Angola imekuwa ikitumia mapato ya mafuta ghafi kupunguza gharama za ndani licha ya serikali kuanza kupunguza ruzuku hatua kwa hatua katika miaka hivi karibuni ili kurekebisha uchumi. Bei yake bado inabaki kuwa chini sana ikilinganishwa na mataifa mengine. Inayotufungia orodha hii ni Sudan inayouza mafuta kwa lita shilingi 1900, ambako mifumo ya udhibiti bado inasaidia kuweka bei chini licha ya changamoto za vita vya ndani. Hata hivyo, picha ni tofauti kabisa katika ukanda wa Afrika Mashariki, ikiwemo nchini kwetu Tanzania. Kwa mujibu wa bei kikomo hivi sasa kutoka Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA, bei ya petroli katika bandari ya Dar es Salaam imeshuka kidogo hadi shilingi 4,086 kwa lita kutoka shilingi 4,115. Hali hii ni tofauti kwenye upande wa dizeli ambayo imepanda na kufikia shilingi 4,333 kwa lita kutoka shilingi 4,248, ambapo serikali imetoa ruzuku ya shilingi 534 na senti 91 kwa lita ya dizeli. Bila ruzuku hii huenda nishati hii ingepanda zaidi. Katika mikoa ya kaskazini inayohudumiwa na bandari ya Tanga, petroli ni shilingi 4,157 na dizeli ni shilingi 4,404, huku mikoa ya kusini kupitia bandari ya Mtwara ikishuhudia petroli kwa shilingi 4,193 na dizeli kwa shilingi 4,440. Mimi ni Regina Baltazari.